Kanisa la Waadventista wa Sabato limepongeza kwa kushiriki katika mapambano dhidi ya dawa ya kulevya. Tupate taarifa kwa kina. Ni katika kongamano la kujenga uelewa kuhusu madhara na matumizi ya dawa za kulevya yaliyofanyika katika uwanja wa Furahisha jijini Mwanza kwa kushirikiana na Kanisa la Waadventista wa Sabato na serikali katika kitengo cha kupambana na madawa ya kulevya, ambapo afisa kutoka katika mamlaka hiyo John Kaombwe anatoa wito kwa Kanisa la Waadventista wa Sabato. Kanisa pia linayo nafasi kubwa sana katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Kuhusiana na kanuni, ili mtu ili abatizwe katika kanisa, afanywe kuwa muumini, zipo kanuni ambazo zinawaongoza. Kanuni ya 10 ya kanisa inazungumzia matumizi ya dawa za kulevya. Sasa hili ni jambo la pekee sana. Linaweza likaonekana ni jambo la kawaida, lakini kwetu sisi tunaona si jambo la kawaida. Kanisa limelichukulia tatizo la dawa za kulevya na kulipa uzito mkubwa. Kuweka kipengele hiki tu ni kuonesha dhahiri jitihada ambazo kanisa imekuwa ikizichukua kwa ajili ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Pia Kaombwe analipongeza Kanisa la Waadventista wa Sabato kujidhatiti katika kupambana na dawa za kulevya. Na tutahakikisha kwamba tunaendelea kushirikiana, si katika mambo ya kijamii tu, lakini katika mambo yote ambayo yanapaswa kujadiliwa katika nchi, lakini katika kutokomeza biashara ya dawa za kulevya. Kwa hiyo mimi niliombe kanisa, elimu ambayo mmeipata leo tuiishi, lakini tuifikishe kwa watu wengine. Mchungaji Stephen Manema ni mkurugenzi wa idara ya vijana katika jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, Kanisa la Waadventista wa Sabato. Hapa anatoa wito. Nipende kutoa wito kwamba elimu hii iliyotolewa hapa na ambayo imekuwa ikiendelea kutolewa idumu kutolewa katika makanisa, mashule na vituo mbalimbali vya vijana. Ni imani yangu kwamba taifa na vijana katika Kanisa la Waadventista wa Sabato tutasimama imara kutoa mafunzo haya na kuhamasisha watu dhidi ya athari za madawa ya kulevya. Naye mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, Mchungaji Musa Erasto Zumbi, anatoa wito kwa makanisa yote ya Waadventista wa Sabato jimboni humo kutoa elimu namna ya kupinga matumizi hayo ya dawa za kulevya. Kwa hiyo ninayaomba makanisa yetu ya Waadventista wa Sabato mahali popote yalipo yaweze kuzingatia kuwa na ratiba maalum, kuwa na ushauri nasaha, lakini pia kualika wataalamu ambao wanaweza wakatusaidia kutoa elimu ili kuweza kuliokoa taifa na kuwaokoa vijana dhidi ya changamoto hii ya madawa ya kulevya. Suleiman Abasi na Mguta Paul, hawa wamewahi kutumia dawa za kulevya, wanaeleza vile ambavyo wamepambana na madhila mbalimbali kutokana na matumizi hayo ya dawa za kulevya. Madawa ya kulevya ni hatari sana, yanaweza kutupotezea ndoto zetu, tukapoteza uaminifu, mahusiano katika jamii. Na niliathirika sana na matumizi hayo na kupoteza kila kitu. Nikiwa katika umri mdogo sana, nilipoteza mahusiano, nilipoteza talanta, vipawa, uchumi, uaminifu, marafiki, wote waliondoka katika maisha yangu. Hapa jijini Mwanza katika viwanja vya Furahisha, ambapo ndipo elimu hii ilikuwa inatolewa kuhusiana na madawa ya kulevya. Mimi ni Hussein Karia, Hope Channel Tanzania.